Thank you, Lord, for this new day. Guide our steps and watch Haleluya, over Bwana us. Yesu asifiwe. Amen. Nitumie nafasi hii kukukaribisha tena asubuhi ya leo. Thank you, Lord, ambayo Mungu ametupa nafasi hii tena, mtumishi wa Mungu na mtoto wa Mungu, mahali popote pale ulipo majira haya na wakati huu. Natamani tuende mbele za Mungu alfajiri hii na asubuhi mbele za Mungu kumshukuru. Yeye ametutunza, ametulinda na mabaya. Kuna siku moja nikakwambia kwamba Mungu asipoulinda mji, yeye alindaye afanya kazi bure. Mungu asipoujenga mji, yeye ajengaye afanya kazi bure. Kwa maana hiyo Mungu ametulinda na mabaya yote. Yeye alikuwa macho, alijalala. Kwa tuna kila sababu ya kumwazimisha na kumtukuza yeye ambaye hajalala ila yetu. Tupenda mbele za Mungu, tutamshukuru. Guide our steps and watch over us. Na uzima wake aliotuamini nao. Tuende mbele za Mungu tuombe, alafu thank you, Lord, for this new day. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo tena Bwana, ambayo umetupatia neema na nafasi hii kama watoto wako na watumishi wako kwa ajili ya kuliazimisha jina lako. Maana wewe ni Mungu wetu pekee, hatuna Mungu mwingine zaidi, na neno lako linasema kwamba muabudu Mungu wako wala usiwe na miungu mingine. Bwana Yesu, sisi hatuna miungu zaidi ya Mungu wewe uliyemuumba mbingu na nchi. Vingine vyote vinapita na viko chini yako. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako. Umetulinda sisi na watoto wetu. Umetuepusha na mabaya sisi na watoto wetu. Umetuepusha na uharibifu na watoto wetu. Umetulinda mitego mbalimbali ya adui. Shetani alikusudia mabaya, lakini jambo la baraka na jema Bwana ukafanya mema juu yetu. Bwana Yesu, tunakushukuru na kukuinua, maana ni wewe peke yako Bwana ulianzisha kazi njema ndani yetu. Tunakuinua Bwana, tunakuinua Mungu uliye hai, tunakuinua Mungu usiyeshindwa. Baba, asante na kushukuru kwa ajili ya uzao wangu, na kushukuru kwa ajili ya watoto wangu, umewaamsha salama na sasa wanaelekea kazini. Na kushukuru kwa ajili ya mke wangu. Asante kwa ajili ya mme wako. Mshukuru Mungu kwa ajili ya mme wako, Mungu aliyemtunza amemwamsha salama. Mshukuru Mungu kwa ajili ya mke wako. Mshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wako. Mwambie tu Baba asante. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Angalia uaminifu wake ulivyo mkubwa na wa pekee. Ametulinda, ametuepusha na mabaya. Mabaya yalikusudiwa. Kiangalia kuna wengine wamekupigia simu au hujajua taarifa zao, lakini wengine wako hospitalini walilala vizuri, lakini sasa hivi wanaumwa. Ila Mungu sisi ametuamsha salama. Ukiangalia na hali ya hewa iliyopo kwa sasa hivi ndani ya mji wa Dar es Salaam, ndani ya taifa zima kiujumla, kuna hali ya homa, kuna hali ya ugonjwa, kuna hali ya maumivu ya kichwa, lakini mimi na wewe tumeamka salama. Kwa nini usimwazimishe tu Bwana ukamwambia Baba asante? Na kuna maeneo mengine watu wanasombwa na mafuriko ya maji, sio kwamba kwa sababu wamefanya vibaya, hapana, lakini Mungu sisi ametupendelea kwa neema yake. Kuna wengine walilala wazima, lakini wameamka wakiwa na maumivu ya kichwa, wakiwa na maumivu ya tumbo, wakiwa na maumivu ya migongo, wakiwa na maumivu mbalimbali, lakini mimi na wewe tukiwa tuko salama. Kwa nini usimwazimishe Bwana ukamwambia tu Baba asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mkono wako wa neema, mkono wako wa nguvu, mkono wako wa uweza na mkono wako utokao juu utembee pamoja na sisi tena asubuhi ya leo. Tunakuazimisha Bwana asubuhi ya leo. Tunainua sauti zetu mapambazuko haya tukisema asante kwa ulinzi wako. Umetulinda na kila mishale ya adui. Adui alikuwa amekusudia mabaya juu yetu. Adui alikuwa amekusudia uharibifu juu yetu. Adui alikuwa amekusudia agenda mbalimbali, lakini Bwana mkono wako ukawa pamoja nasi, maana imeandikwa kwa msaada wa Bwana tunaruka ukuta. Baba asante kwa msaada wako wa kutulinda. Umetuagizia malaika zako wakafanya vituo kwa habari ya maisha yetu. Baba tunakushukuru. Asante Bwana Yesu, ninakushukuru Baba, ninakutukuza. Asante kwa neema hii, asante kwa uweza huu, asante kwa wakati huu. Neema na faraja zako, neema na mkono wako,
neema na uweza wako, maana ni wewe peke yako uliye nuru kwetu, maana ni wewe peke yako uliye taa kwetu, maana ni wewe peke yako uliye nguvu zetu, maana ni wewe peke yako uliye uzima wetu, maana ni wewe peke yako uliye uhai wetu, maana ni wewe peke yako uliye msaada wetu. Baba, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya asubuhi hii na asante kwa ajili ya wakati huu. Baba mtakatifu, pokea heshima na utukufu. Baba, asante kwa kutuamsha. Asante kwa ajili ya kila mmoja. Na mimi Baba ninaungana na hii familia, naungana na huyu binti, naungana na huyu mama, naungana na huyu kijana, naungana na huyu baba kukuazimisha asubuhi ya leo, akiwa hapo kwenye na familia yake, au akiwa mwenyewe anaelekea kazini, au mwingine akiwa anaamka saa hii. Baba, ninaungana naye kwa ajili ya kukuazimisha. Asante Bwana kwa neema na fadhili zako na mkono wako wa nguvu ulio hai. Baba, ninakushukuru. Yesu, ninakutukuza kwa neema yako na uweza wako. Ni wewe peke yako uliye nuru yangu, ni wewe peke yako uliye taa yangu, ni wewe peke yako uliye uhai wangu. Ninakushukuru Bwana, ninakutukuza Bwana, ninakuinua Mungu usiyeshindwa. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya ulinzi wako. Mungu mtakatifu na mtenda maajabu, ni wewe peke yako. Ninakuinua Bwana, ninasema asante kwa neema yako na kwa fadhili zako katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa uweza na nguvu zako, kwa uweza na mamlaka yako katika jina la Yesu. Uinuliwe Bwana, utukuzwe Mungu, utukuzwe Bwana wa majeshi, utukuzwe Mungu wa miungu, utukuzwe Bwana wa mabwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na popote pale ulipo naweza ukasema amen. Hongera kwa kumshukuru Mungu. Natamani nilete prayer point za leo kwa ajili ya mchana wa leo na siku hii ambayo Mungu ametupatia. Ni jambo la baraka na la maana sana. Kitabu cha Zaburi ya 121, Zaburi ya 121 na ule mstari wa pili. Nitaanzia mstari wa kwanza tu kusoma, alafu kipengele changu kikubwa kiko mstari wa pili. Biblia inasema kwamba nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Hili ni kama swali. Alafu anajijibu mwenyewe, msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mstari wa kwanza anajiuliza kama swali, anasema nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Hapa ni Daudi alikuwa anajiuliza, alikuwa anajaribu kuangalia kwenye milima atapata msaada. Kule kwenye milima kuna msaada, maana yake kwamba kuna vitu ambavyo tunaviangalia kwetu sisi ni kama vina msaada, lakini havina msaada wowote kwenye maisha yetu. Lakini yeye mwenyewe akarudi akajijibu akasema hivi, msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nini na nchi. Hapo mstari wa 3 anasema kwamba asiuache mguu wako au mguu wangu usogezwe, asisinzie akulindaye, naam hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Kumbe Mungu ni mlinzi Bwana. Mchana wa leo tutamwambia Bwana atuletee msaada mahala ambapo tunahitaji msaada. Point again, Bwana atuletee msaada mahala ambapo tunahitaji msaada. Akatuletee msaada kule kazini, akatuletee msaada tukiwa tunaelekea kazini. Kwa mfano kama sasa hivi hapa unamalizia kujiandaa, Mungu akuletee msaada. Ukisoma Zaburi ya 123 ule mstari wa kwanza anasema kwamba nimekuinulia macho yangu wewe uketie mbinguni. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuleta msaada. Kama vile macho ya watumishi kwa mkono wa bwana zao, kama macho ya mjakazi kwa mkono wa bibi yake, hivyo macho yetu, hivyo macho yangu. Naweza ukaiweka macho yangu, lakini mimi nitaiweka hivyo macho yetu umwelekea Bwana Mungu wetu hata atakapo turehemu. Aturehemu Bwana, uturehemu sisi, kwa maana shiba dharau, nafsi zetu zimeshiba mzaha wa wenye raha na dharau ya wenye kiburi.
Maana yake kipengele changu kipo sana kwenye mstari wa kwanza, amesema nimekuinulia macho yangu wewe uketie mbinguni. Maana yake tunakuinulia macho Bwana ukatuletee msaada ili atuweze msaada kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo asubuhi ya leo tutaenda kuomba ukimwambia Bwana, niletee msaada. Ninapotoka hapa, msaada wako uwe pamoja na mimi. Niletee msaada wa kuniokoa, msaada wa kuniepusha na mabaya, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunipigania. Niletee msaada. Maana ya msaada ni nini? Labda niongelee kidogo. Maana ya msaada ni mtu ambaye hawezi kitu chochote au mtu aliyezidiwa na kitu chochote akapewa msaada. Yani labda mtu ambaye ana njaa akipewa chakula na mtu akipewa msaada, au mtu yote ambaye alikuwa anapitia changamoto ngumu akasaidiwa na mtu. Yani niweke tu kwamba kwenye msaada ni mtu ambaye ana jambo linalomtatiza lakini hapati majibu yake, ila kuna mtu mwenye majibu anaweza kaja. Narudia tena, maana ya msaada ni kuna jambo ambalo limekutatiza au juu utalitatuaje, ila kuna mtu mwenye majibu yake anaweza akakuletea msaada. Kwa hiyo tutamwambia Bwana, tuletee msaada. Msaada wako kwa habari ya maisha yetu, msaada wako kwa habari ya jambo fulani. Wewe kuna mambo ambayo unayaelewa na unayafahamu, unaweza kumwambia Bwana akuletee msaada mchana wa leo na siku ya leo. Mwambie Bwana, niletee msaada. Sema, Baba, katika jina la Yesu ninakuomba Bwana, siku ya leo niletee msaada. Msaada wako uwe pamoja na mimi. Msaada wako uwe pamoja na mimi. Katika jina la Yesu ninauita msaada kwa ajili ya siku ya leo. Msaada wa kuepusha na mabaya, msaada wa kuokolewa kwenye uharibifu, msaada wa kuokolewa kwenye giza, msaada wa kuokolewa kwenye kila agenda mbaya za shetani. Bwana Yesu, ninauita msaada wako. Sina msaada mwingine na sina mwingine anayeweza kaniletea msaada bali ni wewe peke yako. Ningeweza kuinua macho yangu kuelekea kwenye vitu vingine, lakini macho yangu nimeyaelekeza kwako ili nipate msaada kutoka kwako. Ningeweza kuinua macho yangu kuelekeza kwenye vitu vingine, lakini macho yangu nimeyainua kwako ili nipate msaada. Katika jina la Yesu, hebu omba hilo ombi kwa dakika chache. Omba hilo ombi kwa dakika 10, dakika 7 hivi. Mwambie Bwana, niletee msaada. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tena na mchana wa leo tena na jioni ya leo tena, tunautaka msaada wako. Tunapotoka hapa kwenda kazini, Bwana Yesu, tupe msaada. Tunapokuwa hapa majumbani na majukumu mbalimbali, Bwana Yesu, tuletee msaada. Tuletee msaada kwenye eneo lolote ambalo tunauhitaji. Tumeinua macho yetu na mikono yetu kukuelekea wewe ambaye ndiye msaada wetu. Maana tunajua na tunatambua ya kwamba kuna maeneo ambayo hatuwezi, ila tukiwa na msaada wako mambo hayo tutayaweza na kuyastahimili na kuweza kuyasolve. Bwana Yesu, tuletee msaada. Msaada kwa habari ya kila jambo, msaada kwa habari ya kila hatua, msaada kwa habari ya kila kitu kinachotuhusu sisi kwenye maisha yetu. Tuletee msaada Bwana, tuletee msaada Bwana. Huo msaada ukae juu yetu, huo msaada ukae ndani yetu, huo msaada udhibitike kwetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Baba, tuletee msaada. Yesu, tuletee msaada. Yehova, tuletee msaada. Ninaomba msaada wako, msaada wa kuepusha na mabaya yote. Watoto wanapoenda kazini, Bwana Yesu, weka msaada. Watoto wanapoenda shuleni, Bwana Yesu, weka msaada. Watoto wako wanapoenda kazini, Bwana Yesu, wape msaada, wape msaada. Daudi anasema kwamba nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Sisi Bwana tumejua ya kwamba wewe ndiye msaada wetu, wewe ndiye msaada wetu. Hatuna msaada mwingine kwa habari ya maisha yetu, hatuna msaada mwingine kwa habari ya familia zetu, hatuna msaada mwingine kwa habari ya ndoa zetu, hatuna msaada mwingine kwa habari ya biashara zetu, hatuna msaada mwingine. Tuletee msaada kwa habari ya kazi zetu, tuletee msaada kwa habari ya ndoa zetu, tuletee msaada kwa habari. Tunautaka msaada wako Bwana, maana peke yetu sisi hatuwezi, ila tukiwa na msaada wako Bwana Yesu na tusaidia. Tusaidie Bwana, msaada wako patikane kwetu. Tunakuinulia macho yetu, tunakuinulia mikono yetu, tunakuinulia Bwana, tupe msaada, tupatie msaada, msaada wako wa nguvu, msaada wako utokao juu. Tuwezeshe Bwana,
tusaidie Mungu usiyeshindwa, tusaidie Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu. Masorigadaba roko talamande. Baba, asubuhi ya leo tunataka msaada wako. Tuletee msaada kule kazini, biashara zetu zifanye vizuri. Tuletee msaada wako kule kazini, tukafanye kwa ubora na kwa uzuri. Tuletee msaada wa kutuokoa na mabaya. Tuletee msaada wa kutuokoa na uharibifu. Tunajua shetani amepanga mengi mabaya, amekusudia mengi mabaya, lakini Bwana tunaamini kwa msaada wako tutatenda makuu. Kwa msaada wako tutaruka ukuta. Kwa msaada wako utatuepusha na mabaya. Kwa msaada wako utatuepusha na uharibifu. Tunajua uharibifu upo, tunajua agenda za giza zipo, tunajua agenda mbalimbali shetani amezikusudia, ila Bwana kwa msaada wako tutaruka na tutaendelea mbele katika jina la Yesu. Baba, tuletee msaada. Ninamuombea huyu mama, atembee na msaada wako usiku wa leo, atembee na msaada wako asubuhi ya leo, atembee na msaada wako asubuhi ya leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mchana wa leo, asubuhi ya leo, jioni ya leo, atembee na msaada wako majira yote, kama wewe unavyosema kwamba wewe ni mwaminifu majira yote, wakati wote. Bwana Yesu, msaada wako uzibitike na kudhihirika kwa ajili ya kila mtu, kwa ajili ya kila mmoja, kwa ajili ya mama huyu, msaada wa kumwokoa na mitego yote ya mwindaji, msaada wa kumwokoa na kila mitego ya uharibifu. Bwana Yesu, mpatie msaada, maana kwa msaada wako tutatenda makuu. Kwa msaada wako tutatenda mambo makuu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, tupe msaada. Bwana Yesu, tupe msaada, maana msaada wako unatosha na una nguvu juu yetu na una uwezo juu yetu. Baba, tupe msaada. Baba, tuletee msaada. Yesu, tuletee msaada. Jehova, tuletee msaada. Adonai, tuletee msaada. Msaada wako wa nguvu, msaada wako wa neema, msaada wako usioshindwa, msaada wako wa pekee. Tuletee msaada. Watoto wetu wape msaada Bwana, wanapoenda shuleni wakaruke kila uharibifu, maana msaada wako unatusaidia kuruka ukuta. Msaada wako unatusaidia kuruka kila uharibifu katika jina la Yesu. Baba, tuletee msaada. Wewe uliyezifanya mbingu na nchi, tuletee msaada. Tupatie msaada Bwana, kwa jina la Yesu. Msaada kwenye masomo, msaada kwenye kazi. Tunaomba msaada wako utembee pamoja nasi, udhibitike pamoja nasi katika jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya kila mmoja, mpatie msaada, mpatie msaada, mpatie msaada, mpatie msaada, mpatie msaada kwa jina la Yesu. Msaada wa kuepushwa na mabaya, msaada wa kuepushwa na uharibifu, msaada wa kuepushwa na agenda mbalimbali za giza, msaada wa kuepushwa na mipango yoyote ya giza. Bwana, tuletee huo msaada. Bwana, tuletee huo msaada. Bwana, tuletee huo msaada. Msaada wako upatikanao wakati tele. Bwana Yesu, tuletee katika jina la Yesu. Na ninaomba kwa nguvu za Roho na kwa damu ya Yesu ya kwamba Bwana, tuletee msaada. Msaada wako utoshe na udhibitike kwetu na udhihirike kwetu na udhibitike kwetu kwa jina la Yesu. Kwa msaada wako tukatende mambo makuu leo, tukaruke kila ukuta, tukatembee katika mfumo uliokubaliwa na wewe katika jina la Yesu. Maana kwa msaada wako tutatenda mambo makuu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, siku ya leo tukatembee katika msaada wako, tunapotoka, tunapoingia, tunaporudi, tunapoamka, kila eneo ukatupe msaada wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na popote pale ulipo unaweza ukasema amen. Ombi letu la pili ambalo tunaenda kuomba, tunaenda kumwomba Mungu atuepushe, yani kwamba sisi tusihusike katika mabaya yote. Biblia inasema kwamba mabaya hayatakukaribia wewe, wala tauni iharibuyo haitakaribia hema yako. Biblia inasema kwamba mabaya hayatakukaribia wewe, wala tauni iharibuyo haitakaribia hema yako. Biblia inasema kwamba mabaya hayatakukaribia wewe, wala tauni haribuyo haitakaribia hema yako. Zaburi ya 91 na ule mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema kwamba kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Narudia tena, kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu,
umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Yaani Mungu amejifanya kuwa makao yetu. Mstari wa 10. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kuanzia mstari wa 10 anasema mabaya hayatakukaribia wewe. Tunaenda kumwambia Bwana, sisi hatutahusika kwenye mabaya. Bwana, hatutahusika sisi kwenye mauti. Tunaiweka siku yetu mikononi mwako. Mabaya yote yawapate adui zetu. Nenda mbele za Mungu, omba. Baba, katika jina la Yesu tunaomba kwa mamlaka ya jina la Yesu, sawa sawa na neno lako la Zaburi sura ya 91 mstari wa 10, ambapo nasema kwamba mabaya hayatanipata mimi, wala tauni haribuyo. Tauni ni magonjwa, hayatakaribia hema yangu. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu, mabaya yote hayatanikaribia mimi. Mabaya yote hayatanipata mimi kwa habari ya familia yangu. Mabaya yote hayatanipata. Mabaya yote hayatanipata. Mabaya yote, mabaya ya kila namna yaliyokuwa yamekusudiwa hayatanipata siku yangu, mchana wa leo, asubuhi hii, jioni ya leo, ninaporudi mpaka narudi nyumbani hapa tena nikiwa na shukrani ya kwamba Bwana ameniepusha na mabaya yote. Baba, ninatangaza kuanzia leo sitahusika katika mabaya. Mabaya yanayoitwa ajali, mabaya yanayoitwa uharibifu, mabaya yanayoitwa kuugua kwa ghafla, sitahusika mimi, watoto wangu, mke wangu, kwa jina la Yesu. Watoto wa dada zangu, watoto wote hawatahusika. Baba, ninamwombea mtumishi wako anapotoka kwenda kazini, awe wa kiume awe wa kike, ninaomba ya kwamba hatohusika katika mabaya. Mabaya yoyote yaliyokuwa yamekusudiwa, mabaya yoyote yaliyokuwa yamekusudiwa juu yake, yeye hatahusika. Hautahusika katika mabaya, hautahusika katika mabaya. Mabaya yote hayatahusika, mabaya yote hayatahusika. Hautahusika, na kataa kwa jina la Yesu. Hautahusika katika jina la Yesu. Hautahusika asubuhi, hautahusika mchana, hautahusika jioni, hautahusika alasiri, hautahusika usiku unaporudi nyumbani. Ninatangaza katika jina la Yesu, yoyote anayeomba Bwana, sisi hatutahusika katika mabaya, maana umesema kwamba mabaya hayatatupata sisi, mabaya hayatanipata mimi, wala tauni haribuyo, magonjwa hayatakaribia familia zetu, hayatakaribia nyumba zetu. Tunatangaza katika jina la Yesu, kwa msaada wa Bwana na kwa damu ya Yesu, mabaya yote yakae mbali nasi, yakae mbali nasi kuanzia sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mabaya yaende mbali nasi, kila mabaya yaende mbali nasi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mabaya yote yasinipate mimi na familia yangu, mabaya yote yasikupate wewe na familia yako kwa jina la Yesu. Wale malaika ambao Bwana anaweza akawaagiza watuchukue mikononi mwake, watuchukue mikononi mwao, watuepushe na mabaya yote, pale ilipopangwa ajali, pale yalipokuwa yametegwa magonjwa, pale ilipotegwa mambo ya ajabu ya aibu, malaika wako Bwana watuchukue kwa mikono yao na watuepushe na hayo mabaya katika jina la Yesu. Mabaya yote na yaseta yakawe mbali nami kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo kila mabaya na yaseta na ninayaamuru yawe mbali na maisha yangu, yawe mbali na maisha yangu, yawe mbali na maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na ninatangaza kuanzia leo hautahusika katika mabaya. Mchana wako utakuwa mwema, asubuhi yako hii itakuwa njema, jioni yako itakuwa njema, na utarudi nyumbani ukimshukuru Mungu kwa sababu amekuepusha na mabaya. Utawaona waharibufu wakiangamia wenyewe kwa jina la Yesu. Mabaya yote hayatakupata wewe, mabaya yote hayatakupata wewe, badala yake mema ya Mungu yaambatane na wewe katika jina la Yesu. Amen. Mungu, asante, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya haya maombi ambayo tumeyaomba. Tunakutukuza na tunasema asante kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu. Heshima na utukufu ni vya kwako. Mungu Baba, Mungu Mwana,
tunakutukuza na kukuinua. Tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ubarikiwe na uinuliwe Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Asante kwa kuomba na asante kwa kuwa mwanafamilia wa Maombi Uhai. Uwe na wakati mwema, uwe na asubuhi njema. Shalom, shalom. God bless you. Tukutane kipindi kingine. Amen. Guide our steps and watch over us. Amen.